أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العلي العظيم. Zangu wapendwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuko katika nukta ya malengo ya malezi ya Qur'ani ya kijamii, na tulikuwa twaelezea kwamba malengo kama wanavyozungumza wataalamu wa nyanja za malengo huwa yako na ziwango na mustawayat. Twaanza lengo la juu, alafu twateremka kulingana na vile tutakavyokuweza kugawanya. Tukasema kuna wengine wamefanya zigawanyo ziwili, wengine wameweka malengo aina, yani wameweka sakafu 3 za malengo, wengine 4. Tukisoma Qur'ani twapata nini sisi? Tumenena kwamba tukisoma Qur'ani twaona kitu cha kwanza, kuna kitu chaitwa al-ghayatul nihaiya, ni lengo la mwisho, au wengine nasema al-ghayatul quswa. Malengo mengine yoyote, ibada, sijui qurba, shukuru, kama zitakavyokuelezwa, yote yataka kutupeka sisi kwenye lengo moja peke yake la mwisho, naye ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye twatoka kwake na yeye twarudi kwake. Na katika kulielezea lengo hili nimewaambia mwanadamu akimbilia mahusiano na Allah. Mahusiano yale yazungumzwa kwa lugha nyingi katika Qur'ani. Mara nyingine yamezungumzwa kwa lugha ya iman, man amana billah. Mara nyingine yazungumzwa kwa lugha ya ubudiyya, wama khalaqtul jinna wal insa illa. Kwa hivyo tukanena ibadatu Allah, al-imanu billah, ibadatu Allah. Zote hizo ni ndia za tupeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mara nyingine ikazungumziwa kwa neno al-qurba, qurbatan ila Allah, au zulfa, kama aya nilowasomea jana katika suratu Sad aya 25. Mwenyezi Mungu atuambia faghafarna lahu dhalika wa inna lahu indana la zulfa wa husna maab, tukamsamehe yeye na hakika yeye kwetu sisi anamkuruba na Mwenyezi Mungu. Mara nyingine hii ya ukuruba, hadithi maarufu naitwa hadithul Quds.
ambayo ameieleza hata al-Imam al-Bukhari kwamba mwanadamu mja wa Mungu hawati kunitekelezea faradhi zangu, yani mambo ya faradhi, swala nini. Kisha Mwenyezi Mungu akaendelea katika hadithul Qudsi ile akanena, wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Baada ya kufanya mambo ya faradhi akaengeza sasa, akawa bado atakamkuruba wangu yo, yataqarrabu ilayya bin nawafil, kwa mambo ya sunna. Akaengeza sasa baada ya faradhi swala za sunna, akaengeza baada ya faradhi saumu za nini, za sunna. Wa hakadha katika kila ibada akawa yuwapanda tu, kila ukifanya zile ibada Mwenyezi Mungu asema yataqarrabu ilayya, aja karibu yangu, mpaka afika wakati napopataka ni hapa, hatta uhibbahu, mpaka afika wakati Mwenyezi Mungu asema atakuwa katika wale ni wapendao, ni katika wale ambao wapendao na nani, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani hata yanala mahabbati, kwa lugha nyingine, mpaka hufika daraja akapata mahaba yangu. Sasa ukipata mahaba ya Mungu, ndugu yangu, ukaweza kuilelea nafsi hii kwa faradhi na kwa sunna, ukaikurubisha, ni safari ndefu hii, ndio inaitwa safari ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu hii. Ukifika hapa, angalia athari zake. Mwenyezi Mungu asema fa idha ahbabtuhu, sasa aingiapo ikawa mimi nimempenda, kuntu sam'ahu, hubadilika nikawa sikio lake. Si kwamba Mungu hubadilika akawa sikio, waliyadhu billah. Takuja kuwaelezea maana yake. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, hubadilika mimi nikawa ni sikio lake analosikia nalo. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, na ni mato yake anayoonea nayo. Wa yadahu allati yabtushu biha, na mkono wake ambao autumia kushikia na kunyoshea. Wa rijlahu allati yamshi biha, na guu lake ambalo analolitembelea. Wa insaalani, na popote atakapokuniomba, la utiyannahu, hakuna radi. Dua yake ni nini? Hairudishwi, tampa tu. Wala inistaadhani, na popote atakapokuilinda kwangu, la aadtuhu au la uidhannahu, nitamlinda. Angalia matunda ya ataqarrubu ila Allah. Nini maana Mungu kubadilika kuwa sikio lako? Nimewaambia si Mungu kwamba atabadilika awe sikio, ni maana ukishakuingia katika mahabbatullah, hutasikia isipokuwa alitakalo Mungu ulisikia, hutaona isipokuwa atakalo Mungu ulione, hutonyosha mkono isipokuwa atakapo Mungu ufanye nini? Unyoshe. Hutoinua hatua guu lako isipokuwa, yani utakuwa katika harakati zako na sakanati zako na nashati zako zote, watembea katika daira ya anayoyataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na utafika wakati ukitakacho Mungu hukiitika, kitakacho kwa Mungu atakupa. Pengine atakupita kwenye suala, hata akiomba kumdhulumu mtu mwingine, huyo hawezi tena kuomba dhulma, kwa sababu huyo ashakuwa Mungu ndio mato yake. Sharti uiangalie, hii ni stage ya mwisho. Ndio wale wenye kunena wakanena, inna lillahi ibadan idha aradu arada. Mwenyezi Mungu anawaja wafikia kiwango wakitaka Mungu hutaka, wakitaka wao na Mungu hufanya nini? Hutaka. Lakini ni waja gani? Ni wale ambao wamefikia kiwango cha ukuruba na mahaba ya Mwenyezi Mungu, hawataki isipokuwa limrithishalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo inna lillahi ibadan idha aradu arada. Hii ni katika unwani ya qurb. Unwani nyingine Mwenyezi Mungu ameitumia ni alhayatu tayyiba, katika mahusiano na Mwenyezi Mungu. Mungu atuambia katika suratu Nahli aya ya 97,
man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yoyote atakayekufanya mambo mema, mwanamume au mwanamke, tutampatia kitu kinaitwa alhayatu at-tayyiba, maisha mazuri. Tazkia, azipita mbio mbio, nitarudi hizi katika ndia za kuungana na Mwenyezi Mungu. Uliwaambia jana ni tazkia, na ndio utaona aya mathalan suratu Tauba aya 103, khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim, tukua katika mali yao sadaka. Kwa nini? Lengo nini? Iwatahirishe na iwasafishe. Kwa nini watahirishwe? Kwa sababu wataka kuwa karibu na nani? Na Mungu. Na ndio utaona sisi hata ile swala ambayo ni moja katika kuwa karibu na Mungu, tumeambiwa tusiande kuswali mando mpaka tutafute utahara. Wendo ukatawadhe, kama una janaba ukaoge janaba, kama nguo yako ina zile najisi uifanye nini? Uitahirishe, ujizowezeshe kwanza kwenye tahara ya kimada, ingawa lengo si tahara ya nguo, lengo si tahara ya mwili, lengo tunataka kufika kwenye taharatun nafs wa ruh. Tahara ikiwa nafsi na ruh, ndio unapopanda katika maratibul qurba ila Allah, ukaingia sasa katika ziwanda za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na siku ya kukutana na yeye al-falah. Takuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya kadha wa kadha katika Qur'ani ametuambia lengo kubwa ni mufike kwenye falah, mufike kwenye fauz. Mfano Suratul Baqara tuisoma kila siku hii. Mwenyezi Mungu baada ya kutuhisabia wale watu wenye takwa, mwambia yeye alif lam mim dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqina alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sio walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al-falah. Na haya inshallah ndio nataka niangie. Kwa hivyo tufunge hapa, twende kwenye nukta nyingine hiyo. Lengo la kwanza la ambao kwa mustalahi wa Kiarabu tutaliita ni alghayatun nihaiya, lengo la mwisho, ambao malengo mengine yote lazima yatupeke hapo katika malezi, katika barnamiji zetu. Ni nini? Ufupisho ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sawa. Sasa utatumia al-imanu billah, ibadatullah na al-qurbu min Allah, almuhimu ni Allah. Aha, sasa baada ya Allah tini yake sasa yaendeleaje? Kwa wale walosoma dogo tu elimu za idara wanakuambia kuna kitu huitwa takhtit, kuplan. Siku hizi utakuta kila kitu kabla ya kufanya lazima kuwekwa nini? Plan. Na ile plani haiwekwi tu, kuna zipimo za kitaaluma zinatumiwa katika kuweka ile plan, na kuna khatawat ilmia zinazofuatwa, hatua za kielimu. Utaanda wapi? Utakwenda wapi? Ndio ile wakasema utaweka ru'ya kabla kuja plan, utaweka vision, ambao vision kwa lugha ya kufanana, sitaki kutumia misamiati ya huku kwenye Qur'an, kwa lugha ya kufanana ndio hii tunaita sisi alghayatun nihaiya, ingawa vision huwa ya nyaka 5 ama ya nyaka 6 kwenye plan, hakuna zaidi au nyaka 7. Sisi huku yetu ya khalidina fiha haibadiliki, ni hiyo hiyo min adama ila yaumil qiyama. Lakini utaweka vishe
ambao vision ile ndio ya kupa wewe taswira ya mwisho unapotaka kufika kupitia plani ile, ulipo au utokapo ulipo, na wataka kwenda wapi baada ya miaka 5. Aha, ushaweka vision, basema baadaye utaweka nini? Risala, Kiarabu wasema mission. Sasa vision ni Allah. Aha, risala yani mission ya kutufikisha, ndia ya kutufikisha kwenye ile vision ni ipi? Nimewaonesha. Waweza kunena al-imanu billah, sio ibadatu Allah, al-qurbu min Allah. Zote hizi ni nini? Ni mission. Kisha baada ya hapo, katika mbinu za planning wasema utakuja kuvunda sasa ile mission yako, utaivunda kwenye kitu kinachoitwa al-ahdafu al-amma au al-qadaya al-istratijia. Utaivunda kwenye malengo makubwa. Sasa taban, nimewaambia kwa wale waliosoma hizi elimu ni rahisi kuyaelewa maneno, kwa wengine kidogo yatawasumbua. Mathalan, tutukue kituo hiki, tunataka kukiwekea plan kituo cha muasasa mathalan ya miaka 5. Tutaweka ruya, tunataka kukifikisha hichi kituo paka hapa. Kitafikaje paka hapa? Mission yake ni hii, na ile mission itakuwa imekusanya. Tutaibreak sasa ile mission, tuiwekee mathalan katika kazi tunazopanga kuzifanya hapa za kutufikisha pale, kwa sababu hapa malengo ni nashru ad-dini al-islami wa bina'ul mujtama'il islami. Hiyo ruya, tunataka kujenga jamii ya Kiislamu na kutangaza mafundisho ya Kiislamu. Kaif tabrek sasa, kwanza taalimu dini al-islami, weka hadafu amu ya kwanza. Pili, taalimu al-ulumi al-asriya, weka hadafu amu ya ngapi? Ya pili, elimu za kisasa. Tatu, at-tablighu wal mau'idha wal irshad, weka hadafu ya ngapi? Ya tatu hiyo. 4, al-i'lamu wa tasjili wa nini, kwa sababu haya mambo lazima yawe yatakuwa yana support ya nini, ya utangazaji na kusambazwa. Weka hadafu hiyo. Umepata ngapi hapo? Kila hadafu ni department hiyo. Upo jamani nini? Kila hadafu imeshakupa nini? Department. Kwa hivyo sasa wewe una madaris dinia ambayo yafanya kazi kutumikia hadafu ya kwanza, taalimu ad-dini al-islami. Pili, una madaris akademia yatumikia hadafu yako ya pili ni nini? Nashrul ulumil asriya. Tatu, una masala ya tabligh. Tabligh ya kusanya nini? Misikiti, maktaba, hizo zote zaingia katika muasasatu nini? At-tabligh. 4, una zombo za habari, una department ya habari. 5, mathalan yaweza kuwa pia katika kazi za taasisi zenu ni takdimu khadamat ijtimaiya min riayati al-aitami wal fuqara, ukaweka hadaf insani yataka branchi hizi, ndio ninazoziita al-qadaya al-istratijia au wanazoziita al-ahdafu al-amma. Ushatoka kwenye vision, twamtaka Mungu. Aha, to break sasa. Ahdafu ziko ngapi? Strategia. Nafikiri tumeelewana sasa vizuri. Ukizibreak zile, ndio kila hadafu ya kupa nini? Ya kupa department. Kisha na kila hadafu ya zati ni yake ahdafu zake, na kila ahdafu zinauzaliwa ndani yake inakupa baramij amalia, kazi za kufanya. Sasa maana sasa, mfano umekuja, nataka hadafu ya kutangaza dini, kwa hivyo tuweke madaris. Kwa nini tuwazeka madaris? Madaris pia nazo zataka kuvundwa. Sasa haya mambo ni ijtihadi. Sasa kwa kadri ya ufahamu wa kila mwanachuoni kuifahamu Qur'ani, huyu ninayetaka kumnukuu yeye asema, ninapoyasoma malengo yote ya Qur'ani
mbali na lile kubwa tuliwata tushalimaliza, sio tunataka kuja haya ya stage ya pili. Mimi nikiyasoma kuhusu mwanadamu, sitaki kuzungumza kuhusu ulimwengu, sababu sisi tunazungumza kumlea mwanadamu. Napata ahdafu ama ni 4 peke yake, yani za breki kwenye department ngapi? 4 kwa lugha za kiidara, na kila moja katika hii 4 yazaa ndani tini yake mamia ya malengo. Tupo vizuri sana. Kivipi? Umezipataje 4? Kwa sababu hii si taasisi utaiweka utakavyo wewe. Hii imewekwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Wewe wataka kutuambia Mwenyezi Mungu mambo yake ni 4. Asema nimeipata kwa kisma mantikia ambayo haikubali kutachawanyo cha 5. Kivipi? Asema mwanadamu ndio mihwa, tunataka kumlea. Mahusiano ya mwanadamu yako aina ngapi? Mahusiano ya mwanadamu yako aina ngapi? Sikilizani kwa makini, mtayafahamu, si mambo magumu. Mara twamwangalia mwanadamu katika mambo yafanyao. Chochote ukifanyacho hapa duniani, chochote, mfano sasa yao umetoka nyumbani kwako ama kazini kwako, umetaharaka, umekuya paka hapa msikitini, kilo kuweta ni nini? Hii haraka ina msukumo, tanambia ni dini, yani ni Allah. Kwa hivyo walokuweta hapa ni nani? Ni Allah. Umetoka wewe, umekwenda dukani, umekusanya senti, umenunua nguo, umenunua mafuta mazuri, nini? Lengo nini? Nafsi. Nafsi yapenda zuyina linnasi, sio kila mtu apenda raha jamani, na mambo kwamba hapendi hapa inue mkono. Mwenyezi Mungu asema zuyina linnas, kila mtu apenda mambo mazuri, urembo, jamal, vazi, nyumba mzuri, chakula kizuri. Kwa hivyo inaukusukuma kufanya mambo yale. Wewe ukatoka asubuhi ukang'ang'ana ukaangata magunia nini? Wampenda sana mkeo? Hata ule mke wampenda kwa sababu ya nafsi. Kuna kitu pale wakipata charudi charidhisha nini? Nafsi yako. Waila kama alikuwa mkungia kuangaliana tu nyumbani, hakuna angelikwenda kuitia dharubuni sampuli ile. Sijui tumeelewana vizuri sana. Sasa mwanadamu ukimsoma katika harakati zake na mahusiano yake, mara utampata ni mahusiano yake na nani? Na Allah. Iweke ya kwanza hiyo. Mara utampata ni mahusiano yake na nafsi. Iweke hiyo ya ngapi? Ya pili. Mara utampata ni mahusiano yake na mwanadamu. Iweke hiyo ya ngapi? Ya tatu. Mara utampata ni mahusiano yake na nature. Sasa hizi ziumbe zingine, ng'ombe wataka kumla, sio ng'ombe, wataka maziwa yake. Nyuki wataka nani? Asali yake. Bahari wataka nini? Samaki wake. Ardhi wataka maadini yake, wataka patroli yake, wataka gesi yake, wataka makulima yake. Kwa hivyo pia kuna maslahi kati yako wewe na nature, tabia. Lile jabali wewe una maslahi nalo, walitumia, walivunda, walitoa bloki wa kufanya nini? Waja kujenga nyumba. Ile bahari waitumia. Kwa hivyo mwanadamu azungukwa na mahusiano mangapi? 4. Billahi alaikum, kuna la 5 latoka hapo? Mebakisha kitu hiyo? Hakuna. Ndio akasema ni qisma mantiqia hasriya, hakuna chawanyo cha 5. Ima ni mahusiano yake na Mungu, au ni mahusiano yake na nafsi yake binafsi yeye mwenyewe, au ni mahusiano yake na wanadamu wenzake, au ni mahusiano yake na ziumbe wengine wasiokuwa nani? Wanadamu. Na katika mahusiano haya 4 yote mwanadamu hahitaji malezi ya kufundishwa jinsi ya kumanage mahusiano haya, na hii ndio mukhtasari wa maisha yake katika dunia. Mukhtasari wa maisha yako yote katika dunia ni vitu hizo 4. Ni vipi utamanage mahusiano yako na Mungu? Ni vipi utamanage mahusiano yako na nafsi yako? Ni vipi utamanage mahusiano yako nawe mwenzako, awe ni mwano
haqqul walidi wal walad, takuja hapa. Mwenzako awe ni mkeo, huququ zauji wa madha wa zauja, zitakuja hapo. Mwenzako awe ni babako, huququl abin, au ni mamako. Mwenzako awe ni jirani yako, kutakuja haki za jirani. Mwenzako awe ni rafiki yako, kutakuja haki za rafiki. Mwenzako awe ni Muislamu mwenzako, kutakuja haki za nani? Za Muislamu. Mwenzako awe ni kafiri, kutakuja haki za asokuwa Muislamu katika kuishi naye. Paka mahusiano ya madola haya yote yaingia kwenye hii pati ya pili, haqqul insani maa ghairihi. Imetoa kitu hiyo. Haqqul insani maa Allahi, ibada zote zaingia hapo. Kuswali mbele na Mungu, kufunga mbele na Mungu, kuhiji mbele na Mungu. Na kuna zingine jamani, ni pole zisiwatanganye, za gonga huku na huku, waweza kupata moya yaingia katika ya kwanza na ngapi. Hata kwenye takhtit, kwenye plan, wakati wakitengeneza yale malengo na wakibreak, huja pia wakaona kwamba hapa kituoni tuna library wenye tablighi waitaka kuitumia kwa sababu yatumikia malengo ya nini? Ya tablighi. Library wenye madrasa wenye hauza pia wafanya nini? Waitaka kwa sababu pia iko katika kutumikia malengo ya library. Wenye skuli pia watafanya nini? Wataitaka. Kwa hivyo katika dini pia kuna baadhi ya baramij za gonga pande mbili ama pande tatu, zisiwatanganye. Zaka mathalan, zaka ni ibada kwanza, ni mahusiano ya mwanadamu na Mola. Kwa sababu Mungu ameniamrisha nitoe zaka, ukatoa. Lakini zaka pia ina dauri katika mahusiano yako wewe na nani? Na wenzako. Sisi tumeelewana vizuri sana, pamoja na kwamba ni ibada na haidhuru. Na hapa sitaki kuwatia dipu ndani sana kwenye fiqh. Ndio kuna mjadala leo baina ya ria na kutanganya malengo. Si kila ria mnayoiona nyinyi ni ria kidini. Mfano, joto kweli, jua huwaka kweli siku za joto, na dhuhuri imefanya nini? Imeingia. Ukenda ukatawadha, lengo la kutawadha ni nini? Kuswali. Lakini yale maji yakiingia kwenye uso wako, hukuburudisha ama hayakuburudishi? Huburudisha ama hayaburudishi ile joto? Sasa ukana mmesikia raha, wallahi mpungia nayo maji, udhu wako umebatilika. Tukwambia hukutawadha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sijui tumeelewana vizuri sana jamani. Haukuharibika udhu wako. Kwa nini? Mimi nimetawadha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwani ukitawadha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mbeeni ya kizuka mengine, mimi huambia wanafunzi kila siku watokao masafari wakaya kusoma, mwambia wewe, lengo lilokueta hapa ni nini? Lengo ni kusoma. Lakini umekuya hapa umeona kuna nafasi ya kibarua ya kushona kofia, itakuwa husomi? Naona mimi hapa mpeke yangu, sina mzazi wa kumtegemea, na nao masaa 2-3 kwa siku naweza kuketi kafanya nini? Kashona kofia. Na nikishona kofia ile itanipa riziki yangu. Sasa itakuwa hakuya kusoma? Lakini alipotoka kule nyumbani, alitoka akilini mwake nikushona kofia ama nkusoma? Sijui umeelewana vizuri sana. Wewe ulipotoka utokapo uenda uchoni kutawadha, ulikuwa uenda kutawadha, uenda kuburudisha? Lakini ulipotawadha yale maji yalikuwa baridi pale birikani, yameketi, ukasikia raha, ukanena. Kwa hivyo hakuna tatizo mara nyingine kama mtu waswali na ukiswali wasikia raha, watu wakakwambia bwana umetusalisha uzuri, wallahi sauti mzuri. Hayama ni ria kidogo, tusifanyeni haraka kuzipeka ibada kwenye nini? Kwenye ria. Sisi tumeelewana jamani vizuri? Ria ni kutoka ulipoanda, Mungu hako kwenye hisabu yako, wewe enda ukuswali kwa sababu yeo kuna zaka uwawanywa msikiti fulani. Siku zote hatukuoni pale msikitini. Umeelewa? Wewe kumetoka twari kwamba msikiti fulani sasa jamaa waswalio, hapo kuna tatizo. Tusipanue sana. Mumezielewa jamaa hizi angoli 4? Sasa hizi angoli 4 ndio tutazitengenezea, tutaziita
baada ya ile lengo la ghaya la mwisho ni Allah, tukibreak tini twaja katika al-ahdaful amma ziamkwe al-ahdaful istiratijia ni ngapi? Ni 4. Na waomba subra, taishika moya baada ya moya katika haya malengo manne, na kila moya itatuteremsha kwenye baramiji zake. Kwa hivyo tukishika kuisherehe moya, usisahau ile nyingine ukaiunganisha, na usifanye haraka kuhukumu. Ndio wale niwaambia wale waniulizao masuala mando wa darasa, wasubiri, hizi vitu zitakuja kuungana zo wenyewe zishikane. Kwa hivyo nimewaambia kuna malengo yanaozingatia mwanadamu mahusiano yake na Mungu, kuna malengo yanaozingatia mwanadamu mahusiano yake na nafsi yake, kuna malengo yanaozingatia mwanadamu mahusiano yake na wanadamu wenzake, kuna na malengo yanaozingatia mahusiano ya mwanadamu na ziumbe wengine, nature kwa jumla isokuwa wanadamu. Tuanze ya kwanza, wanaziita al-ahdafu tarbawiya fima yataallaqu birtibati al-insani bi khaliqih, malengo ya kimalezi yanayohusiana na mahusiano ya mtu na muumbaji wake. Sisi tunataka kuilea jamii, sisi tunatafuta mfumo wa kuilea jamii. Kitu cha kwanza, na kariri sana jamanini hapa, kitu cha kwanza, ikiwa wataka jamii iliyolelewa kwa mfumo wa Qur'ani, ni lazima priority ya kwanza ya jamii ile ni kujengwa mahusiano yake na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kabla hujaipa teknolojia, kabla hujaipa elimu, kabla hujaipa maendeleo, kabla hujajenga majumba marefu, kabla hujaingia kwenye mabriji na nini na mabarabara na mai na umeme, haya yote yatakuja baadaye kwenye mahusiano ya 4 yake na nature. Tupo vizuri sana. Kitu cha kwanza, kijenge mahusiano yake na Allah, kwa sababu maendeleo yote yatakayokupangwa kwenye hii jamii yategemea ubinadamu wa mwanadamu unayempangia maendeleo yale. Wa ila, ndugu zangu, ina maana gani utengeze utie na mataa ya ghali barabarani, kisha uhitajike kukodisha mawatchmeni wa kuzilinda taa zinazomuonesha ndia mwanadamu anaikuja kuzijepa? Sijui mmenielewa vizuri sana. Mumeona tofauti ya kuwa na teknoloji na elimu kukakosekana dini, yani kukakosekana ubinadamu? Pangwa mikakati kila aina. Katiba iliyoandikwa hii ya Chapalgai, sio huitwa, ni katika katiba besti ulimwenguni kwa zipimo za binadamu. Imekuja na ugatuzi Kenya, kumeteremka mamilioni ya pesa katika nini, katika kaunti, lakini Mkenya amejengwa kuyapokea maendeleo haya na kuyadhibiti na kuyathamini? Tumeelewana vizuri sana. Siku moja aliwatolea kile kiswa cha Sini katika karne za nyuma cha China, kwa kipijanwa sana China ile ya zamani. Sasa wakaketi wale mabongo ya kistrategy, ndio likajengwa lile linaloitwa kuta la Sin al-Adhim, kuta kubwa la China lile lilozunguka China yote. Lengo nini lile kuta? Ni kuilinda China isivamiwe. Mwaka ule ilojengwa kuta ilivamiwa mara 3. Ile miaka ilikuwa hakuna kuta ilikuwa ikipigwa mara moja, tokea mara 2. Hakuna mwaka ilivamiwa zaidi China kama baada ya kujengwa lile kuta. Bakaketi na hakukuvungwa hata bloki moja.
Wakapiga hisabu wale, ndio wakatoka na ule usemi kwamba China makosa ilofanya ilifikiria kujenga kuta kabla ya kumjenga Mchina atakaye kulinda lile kuta. Alikipewa shilingi 100 tu, alikipewa kama zile muzionazo 50 zitokao barabarani kulindwa shababu. Maziona nini? Bajeti ya serikali huweta bilioni ngapi kuilinda hii barabara na shababu? Kisha wewe huimaliza ile bilioni yote kwa senti ngapi? Shilingi 50. Kabani sifahamike makosa kwamba sote ni shababu, lakini tujalie sasa na katika wale wapitao watoa shilingi 50, kuna na gari moja ilikuwa imekuja itukuzie na silaha. Kwa hivyo ataka senti ngapi? Shilingi 50. Sasa yale malori yote na magari yote na zifaru zote na gharama zote zile zote zimekuja kupotea pesa kwa sababu ya shilingi ngapi? 50. Kwa nini? Kwa sababu yule mlinzi anaotakikana ailinde hii nchi hajajengwa, na hajengwi kwa kupekwa training, hujengwa uzalendo wake. Anapowaona wakubwa wake pia mbazalendo na maraisi wake mbazalendo, lakini atakapokuona kuandia yu ni uwizi mpaka kushuka tini, na yeye amebakiwa na nini? Atatukua makuti, ndio kilobakia hapa. Sasa ndio nataka tufahamu jamani, ndio jamii ya Kiislamu tusipijane mno kuwapa vijana elimu nyingi. Nifahamuni vizuri, mimi ni katika watu hupiga mayowe sana maendeleo ya kielimu. Tusifanye ni bidii sana kuwa na sijui tuna nini ngapi, ikiwa huyu mtu hatujamuunda kuwa ni mwana hii jamii na ana utungu na hii jamii na ni Muislamu katika hii jamii, tutashindwa. Pale muwasikiapo wazee wetu wakituhadithia hadithi mukafikiri ni kama alfu lela ulela. Si alfu lela ulela, kwamba watu walikitoka wakishindika mlango. Kwani wakati ule alikuwa hakuna vijana? Kwani wakati ule alikuwa hakuna barobaro? Kwani wakati ule kulikuwa hakuna wahuni? Niwaambia kila siku maneno haya. Kwa nini wahuni wale walikuwa hawangii kwenye ile milango hata isotiwa kufuli? Liko ukishindikwa tu mlango. Pengine ukimpigia uke jiranini, he bwana fulani ni yao ndao, utasikilia kwa usito wa moyo. Pengine umetoka Tundani au kama umetoka wapi? Wenda Matrangani mwanangu. Ntilia na mito mlango wangu. Moshindika. Wengine wakifunga ukuti kama alama na umongo ukia kuonesha kwamba hako umefanya nini? Ametoka. Mwasikia mwaona mambo yale kama nini? Yeo billahi alaikum, bata kushindika. Mlango ulonao hautoshi kama hujaongeza na magrili nde yake. Wamlinda nani? Poleni. Hawakuwetwa kutoka nde, wafanya mambo yale majority ni nani? Ni sisi, tukiambia na ukweli. Kuna mwingine hata mwingine akiingia hapati ushujaa kama hatuoni sisi tumshangilia. Sasa ina raha gani maisha hayo katika jamii? Hapa ndipo nataka tuje katika masala, tunaanza kumjenga mwanadamu. Kwa hivyo tuje katika lengo la kwanza, kumjenga mwanadamu, mahusiano yake na Mungu. Tuibreki kwenye mambo mangapi? Nitakupa kama mambo wakati tutakapokundukia mambo 4 5. Kwanza, mahusiano yetu na Mungu, lakini mtu ajaribu kuhudhurisha katika akili yake, tufikiri pamoja. Wewe wafikiria nini mahusiano yetu ya kwanza baina sisi na Mungu? Kitu cha kwanza ni nini? Maarifatullah, kabla ya chochote, kabla ya imani, kabla ya ibada, kabla ya shukr, kabla ya takwa. Haina maana yoyote kama hujamjua unayetaka kumshukuru. Haina maana yoyote kama hujamjua unayetaka kumwabudu. Haina maana yoyote kama hujamjua unayetaka kumwamini. Hata kuamini mwanzo lazima kuwe na nini? Na maarifa. At-tasdiqu far'u
far'u tasawwur. Ndio khutba ya Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib mando wa Nahjul Balagha, nena awwalu dini ma'rifatuhu, awwalu dini ma'rifatuhu, kitu cha kwanza katika upande hunu wa mahusiano yetu na Mungu. Huu upande wa mahusiano yetu na Mungu huitwaje? Upande wa kidini. Ndio hiyo awwalu dini ma'rifatuhu wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu la wa kamalu at-tasdiqu bih tauhidu wa kamalu tauhidi al-ikhlasu la, na kumuyua kikamilifu ni kumwamini. Stage ya pili, na kumwamini kikamilifu ni kumpwekesha, ukamfanya hana mshirika, na kumpwekesha kikamilifu ni kumfanyia amali zote kwa ajili yake bila ya kumtilia riya, na kumfanyia ikhlasi kikamilifu ni kumpokonya sifa asostahiki. Ameendelea sasa hotuba yake, lakini napopataka mimi ni hapa awwaluddini maarifatuhu. Kwanza jamii ya Kiislamu iwe na barnamiji ya kwanza, tukitaka kujenga mahusiano ya jamii yetu na Mungu wao, wamuyua Mungu. Kumuyua Mungu vipi? Kila mtu anakuambia naam, kumuyua ni Allah. La, kumuyua Mungu kwa kina, kwamba Allah upo na huna shaka kwenye uwepo wake. Allah ni alim, wajua maana ya ilmu yake, ni qadir, na hii ndio ilmu inaoitwa ilmul kalam sasa, ama ilmul aqaid. Muone jamani, nimewambia kila lengo ya teremsha na tini barnamiji kabisa. Sasa hapa ndio upataka pawe na ilmul kalam na ilmul aqaid. Na pengine watu wengi katika nyinyi ufahamu tumeurudishwa madrasa. Mahala tulipokosea pamoja ni hapa, mambo yalipobadilika. Na naomba leo kama kuna watu, na sitaki suala la kurudishiwa mpira, tusiteze bao la komwe. Umeelewa? Maana mara nyingi unapozungumza majukumu katika jamii kwa swala, sasa nyinyi mmepanga nini ustadhi? Si nyinyi mmepanga nini, tumepanga nini sote. Tumeelewana vizuri sana, si jukumu la mtu mmoja. Zamani kabla hajaingia hizi skuli, ilikuwa ni nadira, na mimi nazungumza kwenye mii yetu jamani, sizungumzi kila mahala. Huku makwetu ni nadira kupata kijana hakupita madrasa, hata angalau pangine amesomeshwa mpaka faslul khamis angalau, au mpaka faslu sadis, nadira kabisa. Kwa hivyo ile misingi fulani ya kuelimishwa ya dini, mbali na zile madrasa zilikuwa na mapungufu yake, lakini kulikuwa kazi ikifanywa nini, ikifanyika. Kwa hivyo ilikuwa takriban, ukitukua generation ya nyaka 50 kurudi nyuma, utapata wote walipita kwenye daura ya kusomeshwa dini wamepata. Lakini baadaye tukaja ikawa Jumamosi na Jumapili, na zamani ilikuwa ukiwa chumba cha kwanza mpaka cha tatu kurudi saa 8. Kwa hivyo saa 8 ulikuwa ukirudi wapi? Chuoni na madrasa. Na magharibi kuna nini? Kuna juzu. Tumekwenda mpaka tumebakishiwa Jumapili peke yake. Hata Jumamosi sasa imekuwa pia kuna tuition, magharibi imekuwa kuna tuition, saa 8 pia kuna nini, kuna tuition. Tumebakiwa na juma ngapi? Jumapili peke yake. Imekwenda wengine mpaka hiyo Jumapili. Kwa hivyo kizazi ambacho tuamiliana nacho sasa hivi, asilimia kubwa hakikupitia kwenye malezi ya nini, ya madrasa. Asilimia kubwa. Suluhisho nini? Mara nyingi sisi tutapiga mayowe tu, skuli zatumaliza, madrasa hakuitena watu, hujatoa suluhisho, wewe walia. Ukiendelea kulia haiwi nini, haiwi suluhisho. Ukiitisha mikutano ya wazazi mmenipokonya mpaka Jumamosi, imebakia Jumapili tu, na sikifungwa skuli usafirishwa wote, ndio ule ndio kupeka kwa shangazi yake. Uja nini suluhisho?
ni moja katika mambo mawili, na yawezekana kuweko na la tatu na la nne, ndio yafikiria mimi. Moja ni hizi systems zilizokuja za integration, ingawa hazijafika kwenye kiwango cha integration inavyotakikana, na hakuna kitu kiandacho kikakamilika. Zataka support kwa jamii, zataka kuboreshwa, zataka mabongo ya kuketi kuyapanga yale mambo. Lakini leo mimi nazungumza kwa experience. Imeonekana natija kubwa ambazo nimewahi kuzungumza katika prize giving kadhaa hapa. Sisi tumesomesha madrasa, walimu wenzangu wajua hapa. Juzi Sheikh Ali Umar Kombo hapa katika hafla akitupa takwimu kutoka 1990 ngapi 4 mpaka 2021, shahada tulozitoa zote za thanawia zilikuwa ni ngapi? 400 na kitu. Shahada zote za vijana wamezomaliza thanawia ni 400 kwa miaka 20 na ngapi? 27 sijui. Kidogo sana. Igawanye wewe 400 kwa miaka yote hiyo, ni maana kila mwaka wewe watoa shahada ngapi? Kuanzia 2012, sikilizani vizuri hizi takwimu, 2012 ndio sisi tumeanza kuwafanyisha vijana mtihani wao wa mwisho wa dini wa primary. Mpaka mwaka huu shahada zimezia kupita 500. Tumeelewana vizuri sana. Vijana waliotukua shahada ya mutawasitwa kwa mamia, yani wametoka na elimu ya dini kwa kiwango cha nini, cha marhala ya mutawasitwa, na kutoka 2017 secondary mpaka nini pia ukija utaziona ni double ya kazi ya miaka 27, kazi imezofanywa kwa miaka 10 ama 15. Mbali na quality, mbali ni kina nani, kuna hesabu nyingi hapa, na bila ya kukejeli na bila ya kukataa wageni. Lakini leo mkija kwenye madrasa, si hapa Swafa, si Riyadha, si kwinginepo, utakuta 70%, 80 mpaka 90 wa mali zao wakapata shahada si vijana wa kutoka kwenye hii jamii, ambao kwenye integration 100% 100% ni vijana watoka kwenye jamii hiyo moja. Kuna mapungufu mingi, ni zitu zataka kufanyiwa kazi, zataka kuboreshwa, lakini imethibitisha, na mimi nimetoa hesabu yangu, na hapa kuna nyingine sitaki kutaja watu majina, pia wale ndani mkatukua hesabu zao. Leo kuna skuli hapa Lamu karibu 3-4 zafuata nini mwongozo huu, Mombasa, Malindi. Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, na hii nawaambia sana watoto wasomao university, na nitawapa tajruba yake. Nimeifanya Tanzania, hapa sina tajruba nayo. Hapa nilitaka kuifanya, sikupata respond kabisa. Kuna jamii, hakuna mtu hata mmoja alikuwa kuniitika. Mina al-asaf, nitaka kuambia nilifanya nini. Hawa watoto wanaosoma primary na secondary ambao hatuwapati kwenye madrasa, tutengeneze, wanaziita short course. Si lazima waje madrasa, kutengenezwe nini short course, ziankue za likizo. Mfano hawa wamefunga sasa hivi hapo, mpaka mwezi gani watarudi maskuli? Wengine ufungwa Oktoba mpaka Januari, Oktoba mwisho. Vijana wakaketi miezi 2-3 huzurura muhimu. Shekhe, miezi 2 peke yake, mimi nakwambia miezi 2 peke yake, na ukanipa vijana ambao wako level ya secondary school na university. Sharti mfahamu hayo ni mabongo aina gani. Si mabongo ya kuketi kusomeshwa ibara 2 kwa siku, fasulu hiki nchawanyo kwamba yeye atakuwa hayashika. Huyo ashaiva kiakili, akatengenezewa program ya kisawasawa kwa masaa 3 tu kwa siku. Aweza, sikwambii kuwa mwanachuoni, kukava kile ambacho amekikosa kujengwa nacho kama Muislamu katika jamii.
na nimeyafanya Tanzania mambo haya. Tanzania kuna rafiki yangu mmoja na marafiki zake aitwa Abdul Wahid, asili yake ni Mpemba. Wao wameanzisha grupu ya kudili na watoto wa university na wa high school. Ilikuwa kila skuli zikifungwa wakiandaa kozi kama hizi. Mimi nimeshiriki mara kadhaa kama lecture katika zile kozi lecture, hususa upande wa aqaid, upande naozungumza. Na nataka kufika hapa nawaambia nini, na nimekwenda kuketi na vijana nilipowapa uhuru kuuliza, sababu sasa pale nipa nikupe, nilikuja kugundua wana tashwishi nyingi katika akili zao, hawajapata ujasiri watazitawanya wapi kuhusu Mungu. Jamii yetu haiwapi nafasi kuzinena, watarukiwa na watazimiza, itafika wakati mara utasikia mtu mertadi. Tupo vizuri sana kwa sababu ya mrundiko wa maswali amekosa kujibiwa. Na hiyo mimi niliipanga hapa, awali mwako mashahidi zangu, nilipanga, matengeneza na walimu na syllabus kamili, kaitangaza, kazungumza na dona, kapewa senti ya kuiendesha hiyo program. Kaitangaza kwa miezi mitatu. Baada ya miezi mitatu wale apply kijana mmoja, tangaza kwenye mitandao, kwenye nini. Kwa hiyo ndio ile niwaambia, jamani, sisi tuko serious katika haya mambo ama twapenda tu mishono na nini? Na alalasaf, angalia, nilitarget vijana wa form 4 na nikazungumza na maprofesa kadhaa Mombasa na wapi, wakaniahidi bure, wanaambia ustadhi tupe tikiti tu ili nitanganye ndani, huku na wasomesha ile kukava, huku na waekea karia. Watu karibu 3-4 waliniahidi, wakaniambia tutakuzengelea na wengine, wewe tupe tikiti yetu tu ya go and return ya ndege basi. Na nikazipata senti, kisha nikazirudisha. Hakuna mtu hakutaanda ile wayua na kwetu huwa ni mahodari kuzipiga zile pini. Sasa valenki na fulani wale, mimi sina lazima uye kwangu, nataka kama hutaki kwangu fanyeni kwa sampuli yenu nyingine. Mimi ya idea, kama wataka pia nitakupa uitengeneze Kisuni uiuze. Kama wewe una hofu sijui kutakuwa na ushia, sijui kutakuwa na nini. Sasa hapa ndipo mahala sisi huchelewa kubadilisha tactics. Tumeelewana vizuri sana. Tungengene twamtaka mzazi amtoe kijana skuli atuetee madrasa, hono ni wakati ulipita. Twataka kurudisha vile vile kijana alivyokuwa akia chuoni, hono ni wakati ulifanya nini? Ulipita. Twapigana bure hapo, twamaliza nguvu kwa miaka mingi. Change, tutengenezeni strategies nyingine, watengenezwe watoto akili zao. Lakini watoto wataka kuingizwa maarifatullahi kisawasawa na kwa lugha ya kisasa wafahamuo, na kukompea na theory za kisayansi wanazozipata katika mashule, kwa sababu kule watingishwa akili zao, waharibiwa mifumo ya ufahamu wao. Na hapa ndipo waje maustadhi na wao wachoke, wasije tu ni vile vile tu na kitabu na kufasiri, waje wajue wazungumza na kijana huyu ana tofauti ya kufikiri na kijana yule. Nitasimama hapa, niliwaambia jamanini, haya ni mambo lazima sasa tuyateremshe kwenye jamii. Wataka mfumo wa malezi wa Qur'ani katika jamii. Kwa hivyo katika mahusiano yetu na Mungu, kwanza ni lazima tuijenge hii jamii katika maarifatullah. Kaif imewaonesha. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.